kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Mtazamaji wa Jongo Media TV, karibu sasa kwenye dakika zingine za kufahamu yale makubwa kabisa kutoka magazetini siku ya leo. Ni Mei 26 ya mwaka 2025 na sasa ni muda wa magazeti ambayo yanapatikana nyumbani Tanzania kwa lugha ya Kiswahili, na naamini kwamba umeamka ukiwa na afya njema kabisa na unaendelea kumakinika na channel yetu ya YouTube. Usisahau kusubscribe na kushare ili wa kwanza kabisa kupata notifications zetu, lakini pia usisahau kutembelea page zetu za Instagram kwa kuandika Jongo Media TZ, na usisahau kutembelea katika page zetu za TikTok kwa kuandika Jongo Media TZ. Na sasa ni muda wa kwenda kusikia magazeti yanayoandika habari kubwa kutoka nyumbani Tanzania. Mimi naitwa Grayson Kapinga. Gazeti Majira ukurasa wa mbele wanaandika habari kubwa kabisa, Majaliwa unguruma Japani kumwakilisha Rais Samia. Katika ukurasa wa mbele kabisa hapa habari inaandikwa na akaribisha uwekezaji wa wafanyabiashara na wa Japani duniani kote kuwekeza katika elimu, afya, miundombinu, nishati, kilimo, utalii na mengine. Katika ukurasa wa 4 habari inapatikana gazeti hili ambapo ni gazeti Majira. Katika ukurasa wa mbele hapa kuna habari, picha inaonyesha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango na mwenzake na mwenza wake Mama Mboni Mpango wakishiriki katika misa takatifu ya Dominika ya 6 ya Pasaka katika kanisa Katoliki Mtakatifu Petro Bloclas kule nchini Abidjan nchini Afrika Coast siku ya jana. Habari nyingine inaandikwa hapa, Chadema ya mvimbia msajili kupitia kikao cha kamati kuu, kurasa 4. Habari hiyo inapatikana gazeti Majira. Habari nyingine gazeti Majira anaandika Dr. Kijaji anika mafanikio sekta ya mifugo pamoja na uvuvi. Ndio kurasa mbele kabisa hapa wanaandika habari kubwa ukurasa mbele hapa, na habari inapatikana kurasa 4 gazeti Majira. Habari nyingine inaandikwa soko la kisasa la nyama lazinduliwa Vingunguti, kurasa 4 gazeti Majira anaandika habari hiyo. Habari nyingine inaandikwa hapa Kabila Kongo inaendeshwa kidikteta, kurasa wa 10 gazeti Majira anaandika. Gazeti Majira pia anaandika habari nyingine, Dr. Biteko wataka wazazi kuvumiliana kutunza familia zao, ukurasa pili gazeti Majira wanaandika ukurasa mbele kabisa hapa mtazamaji. Na habari nyingine gazeti Majira wanaandika UVCCM yazindua ya first time voters, ukurasa wa 8 gazeti Majira. Na naachana gazeti Majira sasa ukurasa wa mbele na kamata gazeti lingine ambalo ni gazeti Mwananchi ukurasa mbele hapa. Gazeti Mwananchi ukurasa mbele anaandika Rungwe ya safari ya G55 ilivyosukwa. Katika ukurasa mbele habari hiyo inaandikwa mtazamaji wa Jongo Media TV. Habari hiyo inasema asimulia hatua kwa hatua mazungumzo yalifanyika na wahusika wakuu na masharti yaliyotoa, azungumzia mipango ya baadaye, tetesi kuhusu Mbowe. Ukurasa mbele hapa anaandika habari kubwa kabisa. Katika sentensi yake inasema sikuwa na wasiwasi kuwa katiba yetu inaruhusu, lakini mapendekezo yaliyokuja nayo ni kutaka baadhi ya nafasi za juu za chama, na kama unavyojua suala la madaraka ni jambo zito, lazima tuzungumze na wenzako wakiridhia. Hashim Rungwe katika mahojiano maalum ambayo amefanya na gazeti hili gazeti Mwananchi. Lakini habari inapatikana ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 gazeti Mwananchi. Habari nyingine inaandikwa katika gazeti hili wanaandika vikao CCM kuibuka na mrithi wa Dr. Nchimbi. Vikao CCM kuibuka na mrithi wa Dr. Nchimbi wanaandika katika ukurasa wa mbele hapa, na habari inapatikana ukurasa wa 3, na habari imetokea Dar es Salaam. Swali kuu miongoni mwa wadau wa siasa, makada na wafuasi wa Chama cha Mapinduzi CCM ni nani atakayeteuliwa kushika nafasi ya katibu mkuu wa chama hicho iliyoshikiliwa kwa sasa na Dr. Emmanuel Nchimbi, kurasa wa 3. Kama unafahamu kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi yeye ameteuliwa kwa mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi CCM, hivyo nafasi yake basi pengine inabidi ipate mrithi wa nafasi hii ambayo
yeye kwa sasa hivi anaikalia mara baada ya kipenga cha uchaguzi. Basi naamini kwamba itabidi sasa nafasi hii iweze kuwekwa mtu mwingine. Habari nyingine andika gazeti hili Mwananchi wanaandika Chadema yatangaza msimamo kwa msajili, kurasa wa mbele. Habari inapatikana makamu mwenyekiti wa chama Chadema Bara John Heche akizungumza kwenye kongamano la wanafunzi wa vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, sambamba na picha ambazo zimepigwa hapa, imeonyesha katika habari picha hapa mtazamaji wa Jongo Media TV. Na habari nyingine andikwa gazeti hili Mwananchi wanaandika mbinu mpya za wizi tishio maeneo ya Kariakoo, kurasa wa 6. Gazeti Mwananchi wanaandika hapa katika kurasa wa mbele. Habari nyingine andikwa hapa Simba Sports Club yafa kiume shirikisho, ukurasa wa 24. Habari inaandikwa mtazamaji wa Jongo Media TV. Na sasa tutazame gazeti lingine wakati elekea huko, lakini usisahau kutembelea pale Wireless Outfit kupata viwalo vilivyo bora zaidi, kupata nguo nzuri kwa ajili ya wewe, familia yako, pamoja na nguo za mtoko, especially nguo za ofisini, nguo za kina mama, nguo za kina dada ziko pale. Mafuta sabuni nzuri kabisa kwa ajili ya kufulia pamoja na kufanya usafi inapatikana pale Wireless Outfit. Na nikukumbushe tu kwamba wanapatikana chumba namba 9 barabara NMB katika jengo ambalo linapatikana Ray Donald. Tukaribisha sasa tena katika gazeti lingine hapa, wanaandika habari nyingine gazeti Uhuru ukweli daima tuko nalo hapa, lakini pia gazeti Habari Leo, Uji la Habari Tanzania. Na sasa gazeti Habari Leo, Uji la Habari Tanzania wanaandika habari kubwa sana, Tanzania yazidi kupaa uwekezaji kimataifa, Majaliwa anadi vivutio vya kitalii, kilimo Japani, mauzo baina ya nchi hizo Japani yafikia dola bilioni 37 katika kurasa wa pili. Habari inaandikwa mtazamaji wa Jongo Media TV. Na sasa habari nyingine inaandikwa hapa Machinga watangaziwa neema, Mchengero pia ameamuru wapewe nafasi masoko ya kimkakati, ukurasa wa pili. Habari inaandikwa ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV. Habari nyingine inaandikwa hapa gazeti hili inaandika ACT Wazalendo ya hapa kushiriki vyama uchaguzi mkuu 2025. Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele kabisa hapa, na habari inapatikana katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Na gazeti hili pia inaandika habari nyingine, maspika AC waje na mkakati wa sarafu moja 2031, ukurasa wa 8. Habari inapatikana ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV. Habari nyingine inapatikana katika gazeti hili ni habari inayosema Kabudi yasema Afrika iweke nguvu katika maendeleo imara, ukurasa 4. Habari inaandikwa. Na habari nyingine inaandikwa katibu AMCOS afungwa miaka 20 kwa ubadhirifu. Katibu AMCOS afungwa miaka 20 kwa ubadhirifu, ukurasa wa 3. Habari inaandikwa gazeti hili ambayo ni gazeti Habari Leo, Uji la Habari Tanzania. Habari nyingine inaandikwa gazeti hili mtazamaji wanaandika Chadema jipanga upya baada ya G55, ukurasa wa ndani kabisa. Habari inapatikana gazeti Habari Leo, Uji la Habari Tanzania. Na sasa tuachane na gazeti hili Habari Leo, Uji la Habari Tanzania. Gazeti wa Machinga wanaandika hapa miaka 4 Rais Samia, serikali yaje na mkakati kuimarisha madini, ukurasa mbele kabisa hapa wanaandika habari hii mtazamaji. Na katika habari hii inasema Waziri Mavunde aelezea mkakati wa kurudisha ardhi Tanzania pamoja na madini mengine duniani, afafanua miaka 4 ya Rais Samia namna ilivyoimarisha sekta ya madini nchini. Sasa BOT yajipanga kununua sarafu ya dhahabu, kurasa mbele kabisa habari inaandikwa. Na Tanzania yaanza kung'ara ununuzi wa hifadhi ya dhahabu kwa nchi za Afrika. Habari hii inapatikana kurasa wa 4 gazeti wa Machinga. UVCCM yaje na kampeni ya ushindi kwa CCM, kurasa wa 4. Habari inaandikwa gazeti hili, gazeti wa Machinga. Serikali yaahidi kuwaunga mkono wa Machinga nchi nzima, ukurasa wa 2 gazeti wa Machinga wanaandika habari hiyo. Haya, na chana na gazeti hili sasa ni zamu ya gazeti lingine ambalo linaandika habari kubwa gazetini, ni gazeti Mwanahabari, gazeti bora. Wanaandika mauzo ya biashara Japani Tanzania ongezeka, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema ni kutoka dola za Marekani bilioni 7 mwaka 2023 hadi bilioni 37 kwa mwaka 2024. Abainisha ushirikiano wa Tanzania na Japani umezidi kukua katika nyanja ya kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Ukurasa wa 4 ukurasa wa 3 gazeti Mwanahabari inapatikana habari hiyo. Dr. Mpango mkewe washiriki misa takatifu Ivory Coast, ukurasa wa 2. Habari inaandikwa Dr. Biteko wa asa wa Tanzania kutogawanyika kuendelea kuwa wamoja, ukurasa wa 4 gazeti Mwanahabari, gazeti bora inaandika. Tarura yatajwa kuwa na mchango mkubwa serikali ya awamu ya 6, ukurasa wa 4. Habari inaandikwa gazeti Mwanahabari.
wakuu wa majeshi ya ulinzi wa SADC kukutana Arusha leo. Ukurasa wa pili habari inaandikwa gazeti hili bwana gazeti Mwanahabari. Wanaandika gazeti lingine sasa ambalo linapewa nafasi asubuhi ya leo kupitia Jongo Media TV ambao natazama hapa siku ya leo kwa namna moja au nyingine. Gazeti Nipashe anaandika hapa habari kubwa, kamati kuu Chadema yasema hoja ya msajili ni batili. Ukurasa mbele hapa wanaandika habari kubwa, hoja ya msajili ni batili. Wanaandika kwa namna gani hoja ya msajili ni batili? Yaanzisha kutojibu barua yake, yaazimia kutojibu barua yake, kuendelea na vuguvugu la no reform no election, kuziba mapengo yaliyoachwa na waliohama. Ukurasa wa pili habari inaandikwa katika gazeti hili Nipashe, na kuna habari picha hapa inaonyesha makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche katika ukurasa mbele hapa Mtanzania. Haya, Nipashe wanaandika habari nyingine, makala maalumu walio kero ya harufu kali kutoka kiwandani. Ukurasa 4 habari inaandikwa. Wanaandika habari nyingine gazeti Nipashe mwanga wa jamii, namna uchaguzi unavyotumia PP kutekeleza miradi yenye tija. Ukurasa wa 8 gazeti Nipashe wanaandika habari, wananchi wengi wanatumia simu rununu. Wanaandika hivyo, wananchi wengi wanatumia simu rununu. Ripoti inasema hivyo katika ukurasa wa 18 gazeti hili ambapo ni gazeti Nipashe wanaandika habari hiyo. Wanaandika habari nyingine, Msigwa ashtuka maofisa habari kubeba mikoba ya viongozi. Ukurasa wa 3 habari inaandikwa. Na wanaandika habari nyingine ukurasa mbele hapa, na habari inapatikana ukurasa 24. Wanaandika Simba Sports Club ilivyokufa nje na ndani ya uwanja. Ukurasa mbele habari inaandikwa katika magazeti haya, na pia nafasi kubwa asubuhi hii ya leo. Ni zamu ya gazeti Jamvi la Habari. Wanaandika Dr. Samia alipa fidia bilioni 42.34 ni kwa wananchi waliokuwa na madai yao mkoani Arusha, afanikisha kumaliza migogoro ya ardhi na uendeshaji wa maeneo mbalimbali katika mkoa huo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda asema fidia hiyo imetolewa kwa maeneo yaliyoguswa na miradi ya maendeleo kama ujenzi wa barabara, uwanja wa ndege, maeneo ya jeshi na uchimbaji wa rini. Naandika hapa katika kurasa mbele, lakini pia bainisha kuwa eneo la Losirwa lililokuwa chini ya matumizi ya jeshi limepewa fidia shilingi bilioni 2.27 ambapo fidia hiyo imekwisha lipa. Ukurasa wa 3 gazeti Jamvi la Habari wanaandika, na kuna habari picha hapa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kurasa mbele kabisa hapa. Haya, wanaandika habari nyingine, makala ya kemea wanaotaka kuwagawa wa Tanzania. Ukurasa wa mbele hapa wanaandika habari hiyo, wajumbe 200 kungarisha Dodoma mkutano mkuu. Ukurasa wa 4 habari inaandikwa gazeti Jamvi la Habari. Habari nyingine wanaandika Dr. Samia ataka Tanzania itumie umeme wa nyuklia. Ukurasa mbele habari inaandikwa gazeti Jamvi la Habari. Na sasa habari inaandikwa pia Dr. Biteko atilia mkazo wazazi kutunza familia. Ukurasa wa pili habari inaandikwa gazeti Jamvi la Habari. Na msikilizaji na mtazamaji wa Jongo Media TV, wakati huu naamini kwamba tumetazama magazeti iliyoandika habari kubwa kutoka nyumbani Tanzania. Ni kukumbushe kwamba unapohitaji kupata mikopo yenye riba ndogo na kwa haraka, masharti machache kabisa, tembelea pale Kigora Micro Credit Limited ili uweze kupata mikopo yenye riba ndogo zaidi kwa ajili yako pamoja na familia yako. Mjasiriamali, mfanyabiashara, pia ni zamu ya kwako kufika pale Kigora Micro Credit Limited muda huu kwa ajili ya kuchangamkia fursa ya mikopo hiyo ambayo inatolewa na taasisi hiyo. Na sasa tugeuze na gazeti haya, kurasa za nyuma zinaandika michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunafahamu kwamba habari kubwa itakuwa ni habari ya klabu ya Simba ambapo jana imekufa kiume pale Zanzibar, uwanja wa New Amani Complex. Haya, Simba Sports Club kama kilichotokea 1993. Wanaenda ukurasa nyuma gazeti Majira, yaruhusu kombe kuchukuliwa nyumbani, mashabiki waumizwa. Kurasa wa nyuma hapo anaandika Fadru asema sita sawa matukio ya finali kombe la shirikisho Afrika. Kurasa nyuma gazeti Majira anaandika hapa. Wakati gazeti lingine anaandika kurasa nyuma michezo na burudani, wanaandika hapa gazeti Uhuru, Simba ni maumivu. Ukurasa nyuma kuna habari picha ikionyesha wachezaji wa RS Berkane na Simba akiwa anawania mpira hapa gazeti hili Uhuru. Dr. Dula Mbabe Mandonga wampa 5 Rais Samia. Ukurasa wa nyuma bado inaandikwa Azizi Ki alivyoacha alama Yanga. Ukurasa wa nyuma bado inaandikwa, na jana pia nimeona picha zikipostiwa kwenye ukurasa wa Hamisa Mobeto akiwa na Azizi Ki uko ambako Azizi Ki amekwenda akiwa anasaini mkataba na kamsifia mume wake kwa namna pia ambavyo anapambana. Sawa, wanaandika habari nyingine hapa, wanaandika Southampton Ipswich Town
Leicester City ngoma ngumu, ukurasa wa nyuma habari inaandikwa gazeti Huru, kweli daima katika habari za michezo pamoja na burudani. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wa nyuma anaandika Simba yalikosa tena, ukurasa nyuma habari inaandikwa, na kuna habari picha hapa Rais Mwinyi akiwa anavesha medali wa wachezaji wa Simba. Aziz Ki Yanga waagana, ukurasa nyuma habari inaandikwa gazeti hili, ndugu mtazamaji. Gazeti ambayo ni gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hamisa ajivunia mafanikio ya Aziz Ki, ukurasa 21 habari inaandikwa klabu mbio za pole zatakiwa kujisajili, ukurasa 23 gazeti hili wanaandika, ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV. Na sasa gazeti lingine ambalo naandika michezo na burudani, ukurasa wa nyuma hapa wanaandika michezo na burudani, gazeti wa Machinga, Aziz Ki kutambulishwa Wydad, habari kubwa naandika hiyo, lakini naandika pia Simba yafa kiwa finali kafu yatoka sare ya 1-1 na Bekani New Amani Zanzibar, habari inaandikwa hapa. Mayele yasema viongozi Yanga Aziz Ki wapongezwe, ukurasa wa nyuma habari inaandikwa. Afteni Chikola anukia KMC, habari inaandikwa gazeti ile wa Machinga, ukurasa wa nyuma kabisa hapa. Na sasa nakamata gazeti Mwanahabari, ukurasa wa nyuma wanaandika Simba yakubali yaishe kujipanga msimu ujao, ukurasa wa nyuma. Nikia Kasonga anukia Saudi Arabia, ukurasa wa nyuma habari inaandikwa. Masaka mwamba wa Magori Bongo, wanaandika ukurasa wa nyuma gazeti hili Mwanahabari. Newala vijijini tunamtaka Dr. Mnas kwa ajili ya michezo, wanaandika ukurasa nyuma hapa katika gazeti hili Mwanahabari. Na sichana na gazeti hilo sasa, ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV, tutazame gazeti lingine inaandika michezo na burudani. Gazeti Nipashe kurasa nyuma inaandika Simba ilivyokufa nje ndani uwanja wa Kafu, Bekane yabeba kombe, Mutale akitangaza ufalme wake, huku pia akiambulia bilioni 2.6 kwa habari inaendelea. Ukurasa wa nyuma kuna habari picha zikionyesha hapa Rais wa CAF akiwa anavesha medali wachezaji wa Simba. Rekodi za Aziz Ki ni balaa bongo, ukurasa wa nyuma gazeti Nipashe wanaandika hapa, ndugu mtazamaji wa Jongo Media TV siku hii leo. Nimalize na gazeti Jamvi la Habari, ukurasa nyuma ndoto ya Simba yaishi Amani Complex, ukurasa nyuma habari inaandikwa. Waziri Stegomana alivalia njuga golf, ukurasa nyuma habari inaandikwa. Kiungo toka Mali anasa rada za Yanga, ukurasa nyuma habari inaandikwa, ndugu mtazamaji. Diamond Platnumz Apoi yafanya kufuru Uganda, ukurasa 15 gazeti Jamvi la Habari wanaandika siku hii leo. Na kufikia hapo sina la ziada, ndugu mtazamaji Jongo Media TV. Kwa habari za magazeti na taarifa nyinginezo, tukutane kwenye app hii ama tupatikane pia katika channel hii uweze kupata taarifa nyingi kemkem zinazotokea hapa Jongo Media TV. Mimi naitwa Grayson Kapinga, msomaji na mtangazaji wa Jongo Media TV. Usikose kutembelea pale Mchungaji Toby Hadia kujipatia vifaa vya ujenzi vilivyo bora kwa ajili ya nyumba yako na makazi yako, na kufanya nyumba yako kwa bora zaidi kwa bei ndogo, bei ya kiwandani kabisa. Asalamu alaykum Tanzania, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, amani kawe nawe, na usisahau kusubscribe na kushare channel yetu. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu, kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.